Sasa leo nataka tujifunze juu ya ujumbe unaosema kushughulikia misingi ya leo. Nataka tushughulikie, we have to deal with the seed, misingi ya vizazi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tushughulikie misingi. Wangapi wanatamani kushughulikia misingi? Kila mtu unayemwona ana msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu unayemwona kuna msingi wake anao, na huo msingi umeamua maisha yake, whether afanikiwe ama aferi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hesabu 20 mstari wa 8. Hesabu sura 20 mstari wa 8. Haleluya. Yesu ni Bwana. Huyu ni Mungu anamwambia Musa, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni nduguyo. Unajua Haruni alikuwa ni ndugu yake na Musa wa kuzaliwa. Yaani Haruni alikuwa ni ndugu yake na Musa wa kuzaliwa. Sio ndugu wa maana alikuwa tu ni Mwisraeli, alikuwa ni wa kuzaliwa. Yaani baba mmoja, mama mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa watatu, alikuwa ni Haruni, Miriam pamoja na Musa. Hao wote ni ndugu wa kuzaliwa kabisa. Sawa. Mungu anamwambia, toa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Twende mstari wa 9. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Mstari wa 10. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele za mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Yote hayo yameongezeka, sicho ambacho Mungu alifanyaje? Kwanza anasema enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Ghadhabu imeshaingia ndani yao. Mstari wa 11. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. 12. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistai mbele za macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowaapia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa anaferi kuwapeleka wale wa Israeli katika nchi ya ahadi, yeye na Haruni. Kwa sababu gani? Hasira ambayo ilitoka kwa nani? Kwa Lawi. Na Musa alikuwa ni wa wana wa nani? Wa Lawi. Yeye na Haruni wote wakafa jangwani. Pamoja na yote, pamoja Musa kuwa ni mtu mashuhuri, Mungu alimpenda, Mungu alifanya yote, lakini hasira iliweza kumgharimu. Mtu anaweza kuwa na haki mbele za Bwana, lakini hizi roho tunazozisema huwa zinaletaga changamoto au zina athari fulani kwenye maisha ya kila siku ya mtu. Hapo hatuongelei habari za kwenda mbinguni, tunaongelea matokeo mtu anayoyapata anapokuwa duniani. Pamoja Musa, Mungu alimpenda, na utaona hata baada ya kifo chake Mungu mwenyewe aliamua kumzika, namna ambavyo I love you so much, lakini hapana. Na Musa aliapili kwa Mungu, aliomba mara kadhaa Mungu amrehemu ili ampe nafasi ya kuingia, akamwambia no, wewe ukurasa nimeshaufunga. Maana
Maana kama anamwambia ulitupa mbao zangu ambazo nimeziandika mwenyewe chini zikapasuka, nikakusamehe. Na hili tena, na mambo mengi umeyafanya nimekusamehe, na hili hii hapana. No, not this time. Hii wakati huu hapana. Kwa hiyo hizi roho zinaweza kumfuatilia mtu. Kwa hiyo kuwa mtu mwenye haki haikugarantii ya kwamba hizi roho haziwezi kufanya matokeo fulani kwenye maisha yako. Ndio maana unapojua you have to pray, omba. Omba. Jambo hilo la kwanza. Jambo la pili la kufahamu kuhusu misingi. Kama msingi kama misingi sio msingi. Kama misingi sio msingi. Andika hivyo hivyo. Kila mtu anapokuwa peke yake huwa ana misingi miwili. Ana msingi wa mama, ana msingi wa baba. Unanielewa vizuri? Mimi nimezaliwa na mzee Josephat. Mama yangu alikuwa anaitwa Paulina. Kwa hiyo nina msingi wa mzee Rwandiko, mzee Josephat, na nina msingi wa Paulina kama mama yangu. Sasa nimemwoa Zita Gabriel Noah. Zita naye ana msingi wa mzee Noah. Zita pia ana msingi wa Ezerina mama yake. Kwa tukiungana tuna misingi mingapi? 4. Kwa maana tunapoungana tunakuwa mwili mmoja. Tunapokuwa mwili mmoja tumerithi ile misingi. Ile misingi haiwezi kumwathiri yeye bila mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unaelewa kwa nini zamani? Kwenda kupata mifano ya kawaida. Mifano tu ya kawaida. Watu wa zamani, wazee wa zamani, linapokuja swala la kuoa, walikuwa wanajali sana kitu kinaitwa nini? Misingi. Kabla hawajaoa, kijana wao anapotaka kuoa, walikuwa wanataka kujua kwanza familia anayotaka kwenda kuoa ikoje. Si ndivyo mzee Mazima na mzee Mkama? Lazima wajue ya kwamba hiyo familia kijana unaenda kuoa, hiyo familia ikoje, ina historia gani, ina mambo gani, wana sifa zipi, wamefanikiwa ama hapana, wanakaa kwenye ndoa ama hapana, wana mambo gani, wana sifa gani kijijini. Wakifanya hiyo utafiti, wakimaliza, ndio wanakuruhusu nenda au hapana. Na ndio maana zamani divorce ilikuwa ni kitu cha kushangaa sana. Ukisikia mtu ameachika, mpaka kijiji kizima wanashangaa, ameachika, imekuwaje? Lakini leo kwa sababu tunakutana kwenye magrupu ya WhatsApp, tunakutana bar, tunakutana kwenye disco, tunakutana Facebook, tunakutana Instagram, sijui Twitter, sijui TikTok kule, tunakutana tu kanisani, hatujuani, haujui familia yake, haujui msingi walionao. Unaoa, Bwana Yesu asifiwe sana, unaolewa, haujui huyu mtu wa wapi, ametoka wapi,
imradi tu umevutiwa na shepu. Kijana ana ndevu nyingi nzuri, anavutia. Kijana ni mweupe hata mimi ndevu ninazo jamani. Msiseme na wasema wenye ndevu, hata mimi mwenyewe nina ndevu. Ni mrefu kama mimi, ni black, mweusi kama mimi hivyo. Sasa mimi napendaga weusi. Unabeba, unapeleka nyumbani, unabeba. Umeona binti ni mweupe mrembo, unabeba, unapeleka nyumbani. Huelewi huyu mtu ni mtu wa namna gani. Ndio maana sasa hivi imefika mahali kufa kwa ndoa sio tena ajabu. Zamani ilikuwa ajabu kanisani, lakini hata sasa hivi hata kanisani tunaelekea kuona sio nini ajabu. Inafungwa kanisani, inakufa, anaoa tena ama anaolewa tena, na inafungwa. Aichounganisha Mungu maadamu asikitengue, utajua mwenyewe wewe sio Mungu. Wana bypass, yani wanaandika mpaka la kujitetea. Unajua hapa Yesu alisema isipokuwa. Kwa hiyo nimepata hiyo isipokuwa. Unaniambia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo hata za kanisani bado hazina guarantee ya kudumu. Hiyo ni changamoto, na hiyo ni msingi. Na kwa sababu watu hawaombi, sio rahisi hata kukutana na msingi fulani ambao sio mzuri kupambana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo kwa sababu kipaumbele cha watu sio msingi mzuri, kipaumbele cha watu ni mambo ya mwilini. Anavutia, ana hela, ana kila kitu, ana elimu, hatuangalii mambo mengine. Ndio maana sasa hivi ndoa zimekuwa kama mashati. Anaoa, yani wanakuambia kata mti panda mti. Anakata mti anapanda mwingine. Anakutana naye siku mbili alishaoa. Siku mbili ameshaachana naye. Anasema sikumuelewa yule. Sasa ulimuoaje kama hujamuelewa? Sasa ndoa sio kama shati likinibana nafua. Ndio maana inapokuja swala la ndoa ni lazima utulize kichwa vizuri sana kufanya uchaguzi. Sio mtu akukesha naye usiku mmoja. Bwana asifiwe. Sema tu amina hata kama inaku Sema amina hata kama inaku Unajua hata sindano inakuwaga ni chungu, lakini ndio inatibu, si ndivyo? Unagugumia lakini inaingia, unasema ila napona. Haleluya. Kwa hiyo wekeza kwenye maombi. Wewe usifikiri kila mwanaume mwenye suruali ni mwanaume wa kukuoa. Wewe usifikirie kila mwanamke mwenye gauni ni mwanamke wa kuoa. Tuuliza akili, muombe Mungu. Ndoa sio kitu cha kuondoa mkosi ya kwamba nimekaa sana ngoja niondoe nuksi angalau na mimi niingie kwenye record. Let me put a record here. Niweke record na mimi angalau niwahi kuishi hata kama ni siku 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema usimpende Yana mke wa ujana wako, kwa maana Bwana akuchukia kuachana. Kwa hiyo kama Mungu anachukia kuachana, maana yake make sure ya kwamba unapofika mahali ya kufanya decision ya kwamba nataka nimuoe fulani, umejiridhisha na umemwomba Mungu. Kama imetokea umeolewa, basi ng'ang'ana kuomba. Pambana na ile misingi. Usikubali kutoka. Na leo unaona watu tunakubali kirahisi sana. Yaani kachangamoto kidogo tu aende bwana, asinibabaishe. Kwani yeye nani? Asiarinikuta mimi ni mtu mzima bwana. Aende tu. Wako wengi mbona? Sio swala wengi. Hao wengi sio kila mtu ni wa kwako.
Mungu hajakumbia wengi. Katika hao wengi Mungu amekumbia nani? Moja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uimara wa jengo lolote unategemea sana uimara wa msingi wake. Uimara wako katika maisha utategemea sana uimara wa msingi unaoujenga. Kama msingi unaoujenga ni imara, na wewe utainuka, utakuwa imara. Kama unajenga msingi kwenye udongo, maana yake usitegemee kuinuka kama mtu aliyejenga kwenye mwamba. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uimara wa mtu unategemea sana ule msingi aliyoujenga, ama ule uwekezaji aliyowekeza katika maisha yake. Investment ipi uliowekeza kwenye msingi wako? Maombi gani uliowekeza kwenye maisha yako ili utengeneze msingi ambao ni imara? Kama hiyo investment haipo, maana yake usitegemee sana kuinuka. Ndio maana tunakufundisha ili uweze kupay price ya wewe kuinuka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiishie tu kutamani kufanikiwa, lakini tamani kujua ya kwamba kuna gharama gani napaswa kuzilipa ili niweze kufanikiwa katika Mungu. Kuna gharama gani napaswa kuzilipa ili niweze kufanikiwa katika Mungu, ili niweze kufanikiwa kwenye biashara, ili niweze kufanikiwa kwenye kazi, ili niweze kufanikiwa kwenye ulimwengu wa roho, ili niweze kufanikiwa kwenye mambo mbalimbali. What price I support to pay? There is a price. Now one of those price, it is prayer. Maombi. Ziko nyingi, lakini ni maombi. Maombi, prayer. Lazima uwe na muda na kanuni zingine sasa, lakini lazima kwanza uwe na muda wa kuomba. Lazima you supposed to have a time, na sio yale maombi ya kuombaomba. Leo nimeamka saa 6, leo kesho kutwa nimeamka saa 10, kesho kutwa nimeomba saa 11, kesho wiki ijayo nimeomba saa 6 mchana, wiki ijayo tengeneza muda. Vinasema Habakuki anasema, nami nitasimama katika zamu yangu. Zamu, lazima ana zamu yake ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamu gani ambayo utasimama ya kwako ulionayo? Ambayo kwa hiyo utaanza kuona baada ya kusimama utajenga mnara. Anasema, I will stand upon the tower, upon my tower and see what God will say. Nami nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka katika mnara ili nione lile ambalo Mungu atalisema. Kwa hiyo lazima uwe na mnara wako, lazima uwe na muda wako, then ule muda kujengea mnara, then kutokea pale kwenye mnara wako usubiri kuona lile ambalo Mungu atalisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu inua mkono wako mmoja juu hivi. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nipe neema leo niweze kujenga mnara kwa jina la Yesu. Ni ujiweke katika zamu yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nipe neema ya kusimama katika misingi iliyoharibika, misingi ya familia, misingi ya eneo, misingi ya nchi, misingi ya mji, misingi ya kuzaliwa, kwa jina la Yesu.
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila misingi mibaya inayonirudisha nyuma, misingi ya uovu, kwa jina la Yesu, kila misingi ya uovu inayonirudisha nyuma, kwa jina la Yesu, ninaiangusha, ninaibomoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo ninasimama katika zamu yangu kwa ajili ya misingi yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila msingi ambao utokani na Bwana, katika jina la Yesu ninaubomoa kwa jina la Yesu. Msingi wa mauti, msingi wa umasikini, msingi wa ndoa, kwa jina la Yesu, msingi wa uchumi, kwa jina la Yesu ninabomoa kila msingi mubaya kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Kila msingi ulioko kwenye familia mchana wa leo ninauvunja, ila agano kwa jina la Yesu ninalivunja, 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 ninalivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninajenga msingi wa Bwana katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila msingi wa adui unabomolewa leo kwa jina la Yesu. Nakataa leo kila msingi ulioko kwenye familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu ipenye iende kwenye kila msingi wa uovu unaofanya kazi katika familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nipe neema ya kusimama katika msingi, nipe neema, nipe neema, nipe neema ya kusimama kwenye msingi, nipe neema ya kubadilisha kila msingi ulio mbaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msingi wa magonjwa, msingi wa kuachika, msingi wa mauti, msingi wa mauti, msingi wa maskini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya familia, roho ya familia inayofuatilia kizazi hata kizazi, kizazi hata kizazi, kizazi hata kizazi, roho ya familia inayomaliza usawa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lao nakataa, lao najitoa kwa jina la Yesu, lao najikomboa kwa damu ya Yesu, lao najikomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lao nakomboa uchumi wangu, nakomboa uzao wangu, nakomboa biashara yangu, nakomboa utumishi wangu, nakomboa familia yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
leo naweka mpaka yangu na maroho ya familia hayatakuja kwenye familia yangu, hayataashiria mlango wa baba yangu, mlango wa nyumba yangu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Katika hizo siku 100 kwa jina la Yesu ninaomba neema ya kutoka kwenye kila msingi wa uovu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mahali popote waliposhindwa ndugu zangu, mahali popote waliposhindwa wazee wangu, kwa jina la Yesu mimi nitashinda, mimi nitapita, mimi nitapita, mimi nitaendelea katika jina la Yesu. Sitakomea walipoishia, sitaishia walipoishia kwa jina la Yesu, 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 jina la Yesu. Bwana, katika jina la Yesu ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya uzao wangu, kwa ajili ya uzao wangu, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne, kwa jina la Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu. Ni kweli kabisa nimetoka kwenye mlango, nimetoka kwenye familia, lakini Bwana leo ninasimama kama kuhani wako, ninasimama leo kama mtoto wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaomba rehema. Hiyo roho iliyopata nafasi, iliyopata haki kutoka kwa babu, kutoka kwa babu wa babu, kutoka kwa babu wa babu wa jina la Yesu ilipata haki, lakini leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninakomesha ile haki kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu.